vyama vya siasa. Napenda kuwakumbusha viongozi wa vyama vya siasa vyote vilivyopo katika mkoa wetu huu wa Songwe. Nawakumbusha nini? Nawakumbusha kwamba zoezi lililopo mbele yetu mwaka huu ni uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni uchaguzi wa kikatiba ambao umeelezwa bayana kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila baada ya miaka 5 tutafanya uchaguzi wa wabunge, tutafanya uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani. Kwa hiyo hili ni takwa la kikatiba. Lakini uchaguzi huu unaongozwa na vitu takriban 5, yani instrument 5, ambalo viongozi wa vyama vya siasa ni lazima waweze kuvifahamu, lakini wananchi wa Songwe waweze kuvifahamu. Kitu cha kwanza ambacho kina guide uchaguzi huu ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yaani uchaguzi huu pamoja na mambo mengine yote, instrument ya kwanza ambayo inaongoza uchaguzi huu, nyaraka ya kwanza, ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mtu yeyote atakayekwenda kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au chama chochote kinaweza kuondolewa kwenye hii michakato ya uchaguzi. Lakini nyaraka ya pili ambayo inatumika ni sheria ya uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024. Sheria hii ndiyo iliyotengeneza kanuni za uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani za mwaka 2025. Kwa hiyo nyaraka ya pili tayari imetolewa, iko mpaka kwenye mitandao ya kijamii. Ukienda utaiona hiyo document, utaiona hiyo nyaraka, sheria ya uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024. Lakini nyaraka ya tatu ambayo inaongoza uchaguzi huu ni sheria ya vyama vya siasa, sura ya 258. Mle ndani sheria hii imeeleza mikutano ya kampeni, namna ya kufanya mikutano ya kampeni, kampeni ziwaje na kadhalika. Kwa hiyo hii ni nyaraka muhimu pia ambayo inaongoza uchaguzi huu tulionayo. Lakini pamoja na hiyo, sheria nyingine ya 4 ni sheria ya uraia, sura ya 357. Hii ni sheria ambayo pia inaongoza uchaguzi huu. Na dokumenti ya 5 ambayo inaongoza uchaguzi huu ni kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani za mwaka 2025, ambazo tayari tunaona vyama vimesaini, vyama vimekubaliana. Kwa hiyo hizi ni instrument 5 muhimu ambazo ndizo zinaongoza uchaguzi huu wa mwaka 2025. Kwa hiyo nimependa kutumia fursa hii kuwakumbusha viongozi wa vyama vya siasa, katika yote watakayofahamu, wakumbuke hakuna mtu aliye juu ya sheria. Maana yake wote tunaongozwa kwa sheria. Na uchaguzi huu ni uchaguzi wa kisheria. Ni uchaguzi unaoendeshwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza ni takwa la katiba, kila baada ya miaka 5 tufanye uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani. Na instrument 5, nyaraka 5 zinazoongoza uchaguzi huu ndio hizi tulizozitaja. Kwa hiyo rejea za uchaguzi huu zitapita kwenye nyaraka hizo. Kwa hiyo shime yangu kwa viongozi wa kisiasa katika mkoa wa Songwe, vyama vyote takriban vilivyosajiliwa kwa misingi ya sheria za nchi yetu, vihakikishe vinasoma hizi sheria, zinapitia vizuri, zinazielewa, ili wasije kuingia kwenye matatizo ambayo si lengo. Lengo tuingie kwenye ushindani, tuingie kwenye uchaguzi, tuone ushindani